Ripoti mpya ya gazeti la The New York Times imeeleza kuwa operesheni ya kumwokoa rubani wa Marekani ndani ya Iran ilikumbwa na changamoto kubwa baada ya ndege mbili za usafiri zilizokuwa zikimbeba rubani huyo aliyeokolewa pamoja na vikosi maalumu kukwama ndani ya nchi hiyo na kulazimika kulipuliwa. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, jeshi la Marekani lilituma ndege 3 mpya ndani ya Iran ili kumtoa rubani huyo na wanajeshi waliokuwa katika operesheni hiyo. Baada ya uokoaji kukamilika, jeshi hilo lililipua ndege 2 za awali ili zisije zikaangukia mikononi mwa Iran. Vyombo vya habari vya Iran viliripoti kuwa ndege hizo zilikwama katika uwanja wa muda uliowekwa na jeshi la Marekani katika eneo la mbali nchini humo. The New York Times pia ilisema mamia ya wanajeshi wa vikosi maalumu walishiriki katika operesheni hiyo. Rubani aliyeokolewa ambaye ni mwanajeshi alipelekwa Kuwait kwa matibabu baada ya kuondolewa Iran. Wakati huo huo, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC lilidai kuwa liliangusha ndege ya Marekani iliyokuwa ikimtafuta afisa mwingine aliyepotea kusini mwa Isfahan. Shirika la habari la Fars lilichapisha picha inayoonyesha moshi mzito ukipanda kutoka shambani na kueleza tukio hilo kama jaribio la Trump kuficha kushindwa pakubwa. Ripoti hiyo ilitolewa wakati rais wa Marekani Donald Trump akitangaza kuwa rubani aliyekuwa amepotea ameokolewa. Hata hivyo, bado hakuna uthibitisho kuhusu uokoaji wa rubani wa pili wa Marekani aliyekuwa amepotea nchini Iran. Katika usiku huo kulikuwa na taarifa za mapigano na mashambulizi ya anga katika mji wa Dedasht. Taarifa za awali zilisema watu 4 waliuawa. Haijafahamika kwa uhakika jinsi operesheni hiyo ilivyotekelezwa na kuna ripoti mpya zinazoashiria kuwa huenda idadi ya waliouawa ni zaidi ya 4.